الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wapenzi wasikilizaji na wafuatiliaji wa channel zetu mbalimbali, karibuni katika kipindi chetu cha Kuza Maarifa na Ramadhani, kitakachokupatia fursa ya kuuliza swali na kujibiwa kwa mwongozo wa Qur'ani na Sunna. Barakallahu fikum. Muulizaji anauliza, je, baina ya rakaa mbili za tarawehe kuna adhkari yoyote iliyothibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Muulizaji anauliza, je, baina ya rakaa mbili za tarawehe kuna adhkari yoyote iliyothibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Hili ni swali ambalo muulizaji anauliza, na wanachuoni wanasema al-adhkaru min al-ibadat, dhikri ni katika ibada, wal aslu fil ibadati al-man'u, na asili katika ibada ni kujizuilia minha, katika hizo ibada, illa bidalilin, isipokuwa kwa dalili ambayo itakokuja na ikaelekeza kwamba ibada hiyo inatekelezwa hivi na ndani yake kuna hichi na hichi, au yujibuha, ambayo itawajibisha dalili hiyo, au yastahibuha, au itapendezesha. Wala yajuzu ihdathu dhikri ma ibadati, wala haijuzu kuzusha dhikri pamoja na ibada, wala qablaha wala baadaha. Yani dhikri kuzusha pamoja na ibada sio kabla yake wala baada yake. Waqad sallallahu alayhi wasallam, na kwa hakika aliswali bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alqiyama ma ashabihi layali, aliswali Mtume sallallahu qiyamul layli, swala ya tarawehe pamoja na maswahaba zake katika misiku kadhaa. Wasalla sahaba, na akaswali maswahaba afradan wa mujtami'in, wameswali mmoja mmoja na kwa kusanyika fi zamani, katika zama zake Mtume sallallahu alayhi wasallam, baada mauti, na baada kufa kwake. Wala yu'lam, wala hapajulikani, annahum, ya kwamba hao maswahaba dhakaru Allah ta'ala bidhikri muayyan, walimtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa dhikri ambayo ilikuwa maalum, baada kulli taslimatin, baada ya kila salam, au taslimataini, au baada salam mbili. Wa adamu nakli ulama ili dhikri jimai baina rakaati tarawih, na kukosekana kupokea wanachuoni, kuna kile wanachuoni dhikri ya pamoja baina ya rakaa za tarawih, ani sahabati, kutoka kwa masahaba, wa man ba'dahum, na kutoka kwa baada yao, dalilun ala adami wuqu'ihi, hiyo ni dalili tosha inojulisha kwamba jambo hilo limekosekana kutokezea kwake, kwa maana jambo hilo liko halipo wakati wa masahaba. Lianna alulama, kwa sababu wanachuoni, kanu yanquluna ma akhfa, wao wananakili na kupokea vitu ambavyo vimefichika sana na kuvielezea, mithli hadha al-amri adh-dhahir, kuliko mfano wa jambo hili ambalo kwa liko wazi wazi. Wa khairul hadi, na bora ya mwongozo, fi ittibaihi, upo katika kumfuata yeye bwana Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa ittibai ashabihi fi umuri al-ibadat, na katika jambo la kufuata masahaba zake katika mambo ya ibada, bifi'li ma fa'aluhu, kwa kutekeleza yale ambayo wao walikuwa wameyatekeleza, wa tarki ma tarakuhu, na kuyaacha yale ambayo wao walikuwa wameacha. Sasa dhikri hizi ambazo ambazo wanazokuwa wanazileta, lam yathbutu nassun khasun ani nabii, hapajathibiti dalili ambayo ilikuwa maalum kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, yuhaddidu dhikra muayyanan baina kulli rak'atayn min salati tarawih, ikaeka dhikri hiyo baina kila rakaa mbili katika swala ya tarawih. Wa amma ma yuraddadu min adhkari jamaia, ama yale ambayo yanoletwa na kurejewa katika dhikri ambazo za jamaa watu wanazozifanya, au sigha muhaddada, au sigha ambazo zilikuwa maalum baina rakaat, fa huwa min almuhdathati, hayo ni katika mambo ambayo yalikuwa yamezushwa, na ni katika mambo ambayo yalikuwa bid'a. Wala yambaghi i'tiqadu annaha sunna, wala haitakikani kuitakidi kwamba hilo ni jambo la sunna. Wama dhalika, na pamoja na hayo mtu ikiwa kwamba labda yeye amemaliza kuswali rakaa mbili, basi akaamua yeye mwenyewe labda amtaje Allah kimya kimya,
au achukue msahafu asome, labda kuna muda mapumziko kidogo akasema lete adhkari, hilo jambo hakuna ubaya, yeye mwenyewe binafsi yule mtu, lakini sio kuletwa kwa jamaa, au sio kwamba ikawa kwamba adhkari hizo zinaletwa katika mfumo ambao watu wanaoleta. Kwa hiyo ule mfumo ambao watu wanaoleta ni katika mfumo ambao ulikuwa hapajathibiti na ni katika mambo ambayo yalikuwa hayapo sawa. Kwa hiyo Muislamu anatakana tanabahi, Muislamu anatakana kwamba zindukane na ajue kwamba hayo ni katika mambo ambayo yalikuwa yamezushwa, bali kilichokuwa kipo wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambacho kilikuwa kimethibiti ni kile ambacho kilichokuwa ni baada ya kumaliza tarawehe mwisho, kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisema subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, na ya tatu akinyanyua sana subhanal malikil quddus. Hayo ndio ambayo yalikuwa imethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kila mmoja akisema, lakini sio kama kila baada ya raka mbili palikuwa pakiletwa adhkari. Kwa hiyo ifahamike na ieleweke na ijulikane hivyo, na Muislamu anatakana kwamba afuate mwenendo wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu yeye ndo ambaye tulioambiwa sisi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir. Kwa hakika imekuwa kwa nyinyi mtume wa Allah kiigizo ambacho kilichokuwa chema, lakini kwa nani? Liman kana yarju Allah wal yawmal akhir, kwa yule ambaye mwenye kumtaraji Allah na siku ya malipo, kwamba anajua kwamba kuna siku mimi nitakwenda kusimamishwa mbele ya Allah na nitalipwa kwa kila ambacho nitakachokifanya. Basi jitahidi umgeze, umfuate bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kiambo kwamba hili halijathibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, achana nalo, fuata lile ambalo lilokuwa limethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ili upate salama yako duniani na akhira. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atufanye sisi kuwa ni wenye kumfuata bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam qawlan wa amalan wa i'tiqadan wa manhaja, innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira, wallahu a'lam. Na hapa ndiyo mwisho wa kipindi chetu kwa siku ya leo. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie matendo yetu na tuwafikishe kuyafanya kila matendo ya kheri, innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi. Usikose kufuatilia kipindi kijacho. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.